السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. تقزان وإسلام شكران زمستهيك الله سبحانه وتعالى نرحمنا أماني زغلوك منانغ ممتميت محمد صلى الله عليه وسلم. Ndugu zangu Islam, nachikumbusane maidi matatu ambayo ya kuhusiana katika mwezi mtukufu uno ambao wa Arafa. Mwezi uno wa Arafa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kautukuza katika kitabu chake kitakatifu cha Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala achigamba katika Qur'ani yake tukufu بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. الله سبحانه وتعالى قام inna iddata shuhuri inda Allah, hakika hisabu ya miezi kwa kutimia mwaka longozi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala 12 shahran, ni miezi 12 fi kitabillahi, katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yawma khalaqa as-samawati wal ard, siku hiyo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aumbire samawati na ardhi, ka hukumu ya kwamba mwaka kwa kutimia ni lazima kupatikane mbani miezi 12, niyo akana ya kwamba minha 4 hurum, katika miezi hiyo ambayo minne, kuna katika miezi 12 hiyo kuna miezi minne ambao mitakatifu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam achika nhira ya kwamba mwezi wa Arafa ni miongoni katika miezi hiyo ambayo itukuzwe. Katika aya ndugu, Allah Subhanahu wa Ta'ala achibainishia kwamba dini yetu ambayo ya Uislamu kukamilika kwake ama kukamilishwa kwake ikamilishwa katika mwezi ambao uno wa Arafa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika aya ya mwisho ambaye akuserezezwa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, aya ya mwisho ambaye isera katika mwani katika mwezi huu ambao wa Arafa ama mwezi wa haji. Allah Subhanahu wa Ta'ala gamba al-yawma akmaltu lakum dinakum, jero dini yenu sikamilisha, wa atmamtu alaykum ni'mati, neema zangu nao sizikamilisha juu yenu, wa raditu lakumul islam dina, na dini ya Uislamu siridhia kwenyu igeuke mbani ni dini iserezwa mbani katika mwezi uno ambao Arafa. Bali Allah Subhanahu wa Ta'ala alapira katika suratul Fajr baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal fajr wa layalin 'ashr. Allah Subhanahu wa Ta'ala alapira nambani na Fajr. Fajr ni mwanzo ambao wa mtondo, ni mwanzo ambao wa msi. Allah Subhanahu wa Ta'ala gamba walayalin 'ashr, na lapira na viro 10 ambavo wa mwezi ambao wa Dhulhijja. Ndugu zangu Waislamu, ma'azzama Allahu fa huwa adhim, chochose Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuchikuza, bila shaka chindu hicho ni chindu ambacho chikulu kabisa. Ni fursa ino ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuchinga, kwani wengi waitamani fursa ino ambao waikosha, ni wengahi ambao chifungire nao katika Arafa ija ambao ijingire jero ambao hachuna nao male mauti yeza ya tenambani ya wasola. Kwa hivyo mie na wewe hachina uhakika eva Arafa hini wa kwamba anachibahatike kuikomereza kwake, ama Arafa nyinruhu ambao nachitenembani na chibure. Zangu Islamu,
basi nachifaidikire fursa zino ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutenambani akuchinka. Katika hadithi ambayo uhokere na Ibn Abbas, ambao hadithi mndani katika kitabu ambacho cha Abu Daud na Tirmidhi, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam agamba, ma min ayamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, hakuna masiku bora masiku hayo ambao amali njema longozi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala itogolwe sana kabisa enga amali ambayo ikujamanywa mndani katika masiku yano. Yamanisha ibada yoyose ambao unaoijamani thawabu zake ambazo hazikudaha kubwira ibada ambayo ijamanywe mndani katika mbani katika mwezi uno ambao wa Arafa katika 10 dino ambayo jamwanzo. Masahaba wauza qalu ya Rasulullah wala aljihadu fi sabilillah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu hata jihadi haikudaha kubwira thawabu zake, yani thawabu ambazo ibada ijamanywe mndani mwezi ambao wa Arafa. Mtume agamba wala aljihadu fi sabilillah, hata jihadi ambayo itoigwe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala thawabu zake hazikudaha kulingana na ibada ambayo ijamanye katika mwezi ambao wa Arafa. Mtume agamba illa rajulun, illa isipokuwa mtu yumwenga huyo ni yuhi, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi shay, illa isipokuwa mtu ambaye afosize niite kwa jihadi yeye na mali yake, lakini kakuya mbani kauya bila chintu chochosi, amanisha yeye kakufa na mali yake itenambani isoligwa na makafiri, illa isipokuwa ni mtu huyo. Ndugu zangu Waislamu, ni kuonyesha kwamba ni fadla kiasi gani ambazo zikupatikana. Allah Subhanahu wa Ta'ala awaliha viumbe vake thawabu ambazo hakuwaliha katika miezi mituhu ambao isiyokuwa ya mbwani ya Arafa. Ibada ambazo zikufaa kujamanywa ndugu zangu Waislamu ni ibada aina nyingi kabisa. Enga hadisi hivyo ilongire ya kwamba hadisi ikanda amalu salih, ibada yoyose ambao yedi kufaa kujamanywa, lakini miongoni mwa ibada ambazo zikufaa kujamanywa ndugu zangu Waislamu ambao ni dhikrullahi ta'ala, ni kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala gamba fa idha qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum aba'ukum au ashadda dhikra, mnabinda ibada yenyu ya haji mkumbukeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala enga hivyo ambavyo mkuwakumbuka walidi wenu, ama zaidi yake mkumbukeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo anwa'u dhikri subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, zino ni anwa'i ambao za dhikri ambao kudaha kumdhukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ama kusoma kitabu ambacho cha Qur'ani udahe kuchisoma katika masiku 10 uwezo wako unanayo, ama udahe kusoma juzu ambayo kwa kila siku lazima ujamanye chindu ambacho tofauti ambacho haukachijamanyaga katika masiku matuhu ambao siya katika mbani 10 dino ambao da Dhulhijja. Thawabu zake ni nkulu kabisa. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam agamba afdalu ma qultu ana والنبيون من بعدي لا إله إلا الله, ya kwamba chindu ambacho chedi kabisa china thawabu hulu ambacho ni chilongire mie Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mitume ambao watungulie kabla yangu ni chilonge ambacho cha la ilaha illa Allah. Ndugu zangu Waislamu, pia funga itukuzwa kabisa thawabu zake. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kaamrisha katika kutenambani katika kufunga katika mbani katika siku ambayo dachenda. Imamu Nawawi yagamba evamhu ana uwezo ambaye akudaha kufunga katika masiku chenda basi ni vedi zaidi. Ndugu zangu Waislamu, katika ibada ambayo yafunga kadhalika pia ibada ambayo ya sadaqa ambayo kudaha kuilava
uwezo wake evo una nao, evo ukadaha kuamrisha mema na kukataza mabaya, kwa kuunganisha jamaa na ukolo, udahe kuunganisha. Zose ni katika ambazo ibada ambazo sawabu zake ambazo ni nhulu kabisa, kwa kugeuka ya kwamba bari kwa walidi wako ambao uunganishe walidi wako na ndugu zako, ni katika ibada ambazo ukudaha kutenambani kuzijamanya katika 10 dino ambayo ya mwezi mtukufu ambao wa Arafa. Kadhalika ibada ambao ya kuchinja, Allah subhanahu wa ta'ala agamba lan yanala Allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Allah subhanahu wa ta'ala wakati ambao ukuchinja sakame yake ya hola hiyo ambao ukuichinja, yeye hana haja nayo male, haikumbwira male. Hola hiyo ambao ukuichinja nyama yake Mwenyezi Mungu hana haja nayo male. Nchindu gani ambacho Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akugeuka ana haja nacho zaidi? Attaqwa minkum, ya kwamba uogohaji wa Mwenyezi Mungu ambao mjamanye mbulija Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amgambireni. Ibada ya kuchinjwa ni ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kaikanda katika suratul Kauthar, fasalli li rabbika wanhar, duka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na uchinje kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini ndugu yangu Muislamu, unageuka kudhamiria ama kujirania ambao ya kuchinja, kuna baadhi ya masharti ambayo ukungo uyatenembani uyajamanye. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Ummu Salama radhiyallahu anha agambani, qala idha dakhala ash-shahru عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الشهر ذو الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء. Hadithi hokero na Imam Muslim. Kuningira katika mwezi ambao wa Arafa unakonga, niyo yumwenga wenyo aunga kutenambani aunga kuchinja, basi mtume agambani mtu huyo simo atenembani adumule ufiru wose katika mumwiri wake, wala min adhfarihi, wala katika makombe yake. Yamaanisha kwamba sumudu mulo ufiru wose katika mumwiri wako uikale handu hose, ama igaluke makombe yako sumo ya dumule. Shuruti dino ni shuruti jamtu yuja ambaye akutenambani akunga kuchinja. Ama weye unagauka hauna nia ambayo ya kuchinja ama uwezo wa kuchinja hauna nao, basi katika masharti yana wewe hutenembani humulima ale wadaha ukadumula makombe yako wakati wose, ama ukamoga firi zako wakati wose ambayo kutenambani ukuhitaji. Ama unagauka una nia ambayo ya kunga kuchinja, basi yano nayo ambao kunga uyatenembani uyatekeleze. Kwa hivyo kuchinja, ndugu yangu Muislamu, wadaha ukachinja hanruo hose ahowe wiri. Kadhalika pia wadaha ukawakilisha mtu akakuchinjiza. Mfano china wandugu zetu ambao wakwekala hanru ambao nyama inagaruka ni hanru ambao kuhitajika zaidi. Ni tofauti katika pande zino ambazo chukuishichue nyama ambao haina klima yoyose male. Lakini kuna upande ambao nyama inegalwa, wantu waja wakupata nyama ija wagauka wafurahika zaidi. Basi mie katika maoni yangu nankaona ya kwamba madamu sheria ya kwamba ya ruhusu ya kwamba wadaha ukawakilisha mtu niyo wadaha kukuchinjiza, na nivedi chidahe kuwakilisha katika pande zia ambazo zikutenambani zikuhitajika. Kwani chaona ya kwamba wakati ambao na chikuka ya kuja na chika baswa ni nyama ambao zimdani mwezi kafani zalawa Saudi Arabia wenye wachinja naho hakuna mtu wa kudaha kuja za safirisha za tenambani zaletwa katika pande hizo ambazo ziko tenambani, kwa sababu wantu waje ni wantu ambao wemdani katika ibada ya haji ni lazima wadahe kuchinjiza haja ama chue chadaha chika wakilisha mtu hose handu hose ambao chiko tenambani chikuikala. Kadhalika pia katika upande wa hizi firi zino ambazo nizikanhiri evamhu ya kwamba yeye na hana ujuzi huo ama ujumbe na humbwire ya kwamba mrevako unga kuchinja ya kwamba mashartiano nayo akungigwa, hali ya kuwa yeye tayari kadumula kale firi zake
ama kadumula makombe yake mtu yuno je na jamanye chintu gani chagamba ya kwamba inna Allaha tajawaza an ummati khata'an wa nisyan. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu kawaefia umati wangu makosa yaja ambao hayajamanya bila kuyakusudia. Kwa hivyo evaya kwamba kujamanya kosa bila kulikusudia ama kwa kuchizimizi ama kwa umanyi dara, basi ndugu yangu Muislamu hachikugamba ya kwamba je madamu dumule kale firi zako na hali yako no humanyize basi haukufaa kuchinja male. Chagamba kalla wada ukatenambani wada ukachinja na wada ukaendelea kutenambani kuchinja, lakini umanye tu ili sumoko thawabu ruhu thawabu zako nazihunguke. Kadhalika wantu wakanda ya kwamba mtu maraimwenga hambe anachinja basi hakuchimaza ni lazima. Hapana, hakuna ibada ya lazima maliongozi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila chindu cha jamanyike katika mbani katika uwezo wako. Allah Subhanahu wa Ta'ala agamba fattaqullaha mastata'tum, wabuduni Mwenyezi Mungu kadri ambaye atenamani ya uwezo wenu. Kwa hivyo eveika galuka ndugu yangu Muislamu kupata uwezo mwaka uno mwaka ukwiza uko uwezo huna nao, hakuna mtu akudaha kukugamba lazima uchinje madamu uko ngiri kuchinja hukudaha kuchimaza male. Hakuna male. Mwenyezi Mungu hajalisi katika dini mbuli amba mtu hana uwezo nao ni amlazimisha. Wama ja'ala alaykum fi dini min harajin. Allah Subhanahu wa Ta'ala hagaluse katika mwedini mbuli ya kumlazimisha mtu ambaye hakuida. Chigambwa dukani kwa kuchimala unashindwa gambwa duka kwa kuikala, unashindwa gambwa duka kwa kutenambane kwa kugona. Hakuna ibada ambayo ya lazima male wajamanya. Ibada ino ni ibada ambayo ya sunna. Wakati uwezo na unatenambani unalemera basi watenambani walekana nao. Kwa insha Allah kwa machache hayo mpaka maranduhu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akeza gachido togoera chikadaha kubirana kwa ukumbusho mtuhu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.